Dhana ya PPP inawezekana isiwe maarufu au isiwe inajulikana sana kwa walio wengi. PPP kwa maana ya public private partnership ni mkataba wa muda mrefu ambao wewe mwekezaji unasaini pamoja na mamlaka ya serikali kwa ajili ya kutekeleza jukumu ambalo kimsingi ilipaswa kuwa jukumu la serikali. Ni jukumu la serikali kujenga barabara kule Serengeti ili watalii wapite kwa urahisi, lakini ukija mwekezaji una fedha yako na teknolojia ya kujenga barabara inayoweza kukidhi mahitaji ya maeneo yale, hiyo inakuwa ni public private partnership. Jukumu la serikali kujenga hostel kwa ajili ya vyuo vikuu, lakini akija mwekezaji akajenga akalipisha wanafunzi kama ambavyo hata serikali inawalipisha wanafunzi, hiyo ni public private partnership. Ni jukumu la serikali kupunguza traffic congestion kati ya airport na mjini Arusha, lakini akija mwekezaji akajenga barabara ya kulipia wakati ni jukumu la serikali, hiyo ni PPP. Kwa walau kwa tafsiri ya PPP rahisi ni hivyo. Ni jukumu la serikali kujenga uwanja wa ndege na huduma zake zote, hotel, business complex pale, lakini akija mwekezaji akajenga yeye pale kwenye eneo la serikali, hiyo ni public private partnership. Kwa hiyo ndio mantiki au ndio maana ya ubia. Lakini kwa nini tunafanya ubia? Tunafanya ubia duniani kote kwa sababu kubwa tatu. Sababu ya kwanza ni private capital mobilization. Ni kumobilize mitaji ya sekta binafsi ifanye majukumu ambayo serikali ilipaswa kuyafanya. Hiyo ndio tafsiri ya jumla. Lakini sababu ya pili ni technology. Iko research kwamba sekta binafsi imeadvance kwenye technology kuliko sekta ya umma. Kwa hiyo tunafanya ubia kwa ajili ya kuvuta teknolojia. Kwa ikiwa kwamba kuna mwekezaji anaweza kwa mfano akatuendeshea reli, usafiri wa reli kutoka Dar mpaka Arusha kwa ufanisi wakati serikali imeshindwa kufanya, anaweza kabisa serikali ikakubali kununua kila kitu, yeye akaita teknolojia tu na ikawa ubia. Kwa hiyo tunaweza tukafanya ubia kwa sababu umeleta mtaji au umeleta teknolojia au umeleta managerial expertise kwa ajili ya efficiency. Sasa hii wakati mwingine huwa inaleta changamoto kwamba wanakuja wawekezaji na briefcase watoka na madolari. Lakini kimsingi ni kwamba efficiency ni kitu muhimu na kinauzwa kwa bei ghali duniani. Efficiency of institution. Research moja walifanya Oxford mwaka 2014 mwezi April, wanaonyesha kwamba katika mataifa makubwa 13 kiuchumi duniani, 62% ya national wealth yao yanatokana na efficiency of institution. 20% yanatokana na human capital. 25% yanatokana na efficiency of institution. Na only 5% ambayo yanatokana na natural resources. Only 5%. Na haimaanishi kwamba hao hawana natural resources. China wana dhahabu nyingi kuliko nchi yoyote Afrika. Chukua dhahabu ya Tanzania jumlisha na Ghana, sizungumzii reserve, nazungumzia production. Mwaka 2021 walizalisha zaidi ya tani 200. Tanzania tani 50, kule Ghana kama tani 90. Kwa tunachokizungumza ni kwamba pamoja na kuwa na natural resources nyingi, ukienda Norway wana gesi nyingi kuliko nchi nyingi za Afrika. Ukienda Marekani na mafuta mengi kuliko nchi yoyote Afrika hapa. Lakini hivi vitu kwao haviko juu sana. Haviko kwenye mjadala wa juu kwenye uchumi wao. Ni kwa sababu kuna vitu vikubwa viwili viko mbele pale. Human capital, efficiency of institution. Tuko hapa, tuna mawaziri wote, lakini tunazungumza kwamba private sector ikitusaidia kuongeza ufanisi wa baadhi ya mambo ambayo serikalini hatuyafanye kwa ufanisi zaidi, tunaweza tukaokoa hasara kubwa ambayo tunaweza kuwa tunaipata. Kwa hiyo ukiona chochote ambacho serikali inakifanya, mamlaka yote ya serikali inafanya, na ukaona wewe unaweza ukafanya tofauti au zaidi ya tunavyofanya serikalini, ni fursa sheria imekuruhusu kuleta expression of interest, kupata na serikali kwa ajili ya kufanya huo mradi. Zipo njia 4 ambazo zinatumika kufanya hizi partnership.
Njia ya kwanza ni ile ambayo mamlaka ya serikali inaandaa mradi yenyewe, solicited approach. Hii ni government initiated approach. Halmashauri unaandaa mradi kutokana na potential ulizonazo, unapeleka sokoni, wawekezaji wanashindana, anayekuja na terms nzuri unampatia mradi. Ya pili ni unsolicited approach. Unsolicited hii ni pale ambapo investor ana-initiate yeye, ni private initiated project, analeta expression of interest, anaruhusiwa kufanya study ya mradi, anakwenda kuengage na serikali kuhusu mradi husika. Kwa hiyo kwenye ubia, kwenye PPP, wewe mwekezaji wa Arusha hauhitaji kusubiri serikali itangaze tenda, itangaze mradi. Wewe mwenyewe umeruhusiwa kuanzisha, kuchungulia fursa na kuexpress interest ya kutekeleza mradi husika na ukafanya. Leo mkoa jiji la Arusha na mkoa wa Arusha kwa ujumla wake imezungumzwa mengi kuanzia Profesa Lumumba na wengine, kwamba ni mji ambao ni jiji ambalo kimkakati lina nafasi kubwa ya kufanya utalii mkubwa. Lina nafasi kubwa, conference tourism, cultural tourism na zingine. Lakini mamlaka za serikali ambazo zipo hapa wakati mwingine zinasubiri budget ya serikali kutoka hazina. Mpaka warasi Makonda apambane na waziri Mwigulu wa fedha, atenge fedha kwa ajili ya kujenga conference kwa ajili ya utalii. Lakini hii ni fursa. Ukiniambia mamlaka ya utalii wana shida ya kujenga majengo zaidi kwa ajili ya conference tourism na wanasubiri bajeti ya Wizara ya Fedha, hii ni changamoto, kwa sababu hii kuwepo kwake ni fursa. Kuwepo kwake ni fursa kwamba tunaalika wawekezaji, wanajenga hayo majengo kwa utaratibu wa ubia, wanayaendesha, serikali itapata cha kwake, mwekezaji atapata cha kwake. Kwa hiyo hizi ni fursa ambazo ninyi mnapaswa kuziona. Nilikuwa namtania mtu mmoja kwenye mambo ya utalii, nimwambia kwamba Arusha haipaswi kushindana na mikoa mingine kwa utalii. Arusha inapaswa kushindana na Rwanda. Rwanda ambayo ina kilomita za mraba 27,000 around. Arusha 37. Wameadvance kwenye utalii na saizi wanazidi kupiga hatua kwenye conference tourism. Mwaka jana walipata zaidi ya dola milioni 88 kwenye conference tourism peke yake. Hii mshindani wako Mheshimiwa Rasi Makonda, sisemi kwamba ni rais wa Rwanda kwa sababu itifaki haziruhusu, lakini nachokizungumza ni kwamba Arusha kwa jinsi hapa ilipo ina nafasi ya kushindana na hizo nchi, kwa sababu hakuna kitu ambacho Rwanda wanacho ambacho Arusha hakipo, ikiwemo utayari wa kisiasa wa Mheshimiwa Rais Samia. Arusha mshindani wenu ni huyo, ni nchi kama hizo ambazo zina advance kwenye utalii. Lakini kitu kingine niseme tu kwamba kwenye eneo hilo la utalii ni kwamba utalii huu ambao ni artificial ndio ambao unavuta watalii wengi duniani kuliko natural attraction of tourism. Na ndio maana pamekuwa na mjadala kwamba kwa nini Tanzania ni ya pili kwa vivutio asilia vya utalii, lakini kwenye idadi ya watalii na revenue za utalii hata kwenye top 20 haimo. Kimsingi artificial attraction ndio ambazo zinaongoza kwa kuvuta watalii. Sasa artificial attraction ni zipi? Ni pamoja na hizi ambazo tunazungumza, kujenga facilities tofauti ambazo zinaweza zikavuta watalii kwa ajili ya mikutano, watalii kwa ajili ya hospitali, watalii kwa ajili ya elimu, watalii kwa ajili ya sports. Na Arusha inasimama kwenye nafasi nzuri zaidi ya kufanya vizuri zaidi kuliko sio tu mkoa wote kwenye nchi hii, lakini kuliko nchi nyingi ambazo pengine zina advance kwenye utalii. Kwa hii ni fursa kwenu, na labda moderator, kwa sababu nilikuwa najaribu kusave muda na changanya huko na kushoto na kulia ili kusudi usinikatishe. Nimalizie tu njia mbili ambazo wawekezaji hapa wanapaswa kuzitumia kuziangalia. Njia ya tatu nimezungumza solicited na unsolicited. Njia ya tatu ni direct negotiation. Kwamba wewe mamlaka ya serikali, kama una mradi ambao una appetite ya investor kufanya, huna sababu na una appetite ya investor kufanya, lakini wakati huo unahitajika kwa haraka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo sababu kama hizi za AFCON, kwamba tuna AFCON 2027. Arusha imepewa nafasi ya kuandaa AFCON kwa upande wa Tanzania. Ni moja ya mkoa ambao umepewa nafasi hiyo ya kuandaa. Na tunafahamu kabisa namna ambavyo AFCON itavyokuwa na matokeo makubwa. Hasa ukizingatia kwamba
inafanyika mwaka 2027 wakati mwaka 2027 hasa ukizingatia kwamba inafanyika mwaka 2027 wakati mwaka 2027 Kenya kuna election. Na election ya Kenya naijua. Uchaguzi Kenya ni heka kubwa. Kwa katika nchi ambayo ina nafasi nzuri ya kufaidika na AFCON, Uganda hajawahi kuwa competitor wetu. Kenya ndio amekuwa competitor wetu kwa sababu amefungua uchumi wa soko tangu miaka 54. Kenya Nairobi Stock Exchange imefunguliwa mwaka 54, sisi mwaka 96. Kwa hiyo wameadvance kwenye uchumi wa soko. Na hao ndio competitor wetu. Hata kama wote tunapiga hatua moja pole pole. Kwa hiyo ninachokizungumza tu ni kwamba kama kuna fursa, kama kuna halmashauri ina maeneo ambayo yangeweza kutumika kimkakati kwa ajili ya kujenga hizo facilities, yanaweza kaingia ubia na wawekezaji wa Arusha kujenga hizo investment. Na kwa sheria ya PPP ni rahisi sana kwenye miradi hii midogo ambayo mnataka kuifanya. Miradi midogo haiendi kwenye bodi ya PPP. Miradi midogo ya PPP ambayo iko chini ya dola milioni 20 ni wewe mamlaka ya serikali, manispaa au mkoa au mamlaka yoyote unachakata moja kwa moja na mwekezaji. Sisi kama kituo cha ubia tunakusaidia tu kukulipa namna gani ya kufanya. Mheshimiwa Mgamba, I'm so sorry to interrupt. Kaka yangu Kafulila alikuja akatuma timu. Hayo maelezo yote si tunayo. Alituma timu ikafanya utafiti. Sisi tuambie serikali kuna mradi huu tuko tayari kupata. Na watu wakitoka hapa wachukue namba za simu waende. Mradi huu tuko tayari kufanya kazi. Tunahitaji capital hii. Yaani huko ndio tunataka. Haya. Nafikiri nilikuwa nahitaji hiyo miradi kwa kuiunganisha kwa ajili ya muda, lakini mheshimiwa RC ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya usalama akisha atoa maelekezo, sasa bidi tufuate utaratibu. Ama sivyo naweza nisitoke hapa. Nimezungumza kuhusiana na fursa ya hapa. Nimezungumza kwamba AICC wana nafasi kubwa ya kufanya expansion kwa kutumia mtaji wa sekta binafsi. Hiyo ni fursa. Na expansion ya hapa ni kubwa kwa maana ya kwamba bado capacity yetu kwenye conference tourism ni ndogo sana. Tulikuwa tunazungumza na watu wa AICC hapa wanasema kwamba Rwanda inawadefeat kwa mbali sana, lakini moja changamoto walionayo ni space. Hawana nafasi, hawana kumbi ambazo zinaweza accommodate zaidi ya watu 1300. Kwa hiyo lakini tunazungumza mikutano mikubwa, tunazungumza paka watu 4000 kwenye conference moja. 4000 5000. Sasa hii ni fursa ambayo wawekezaji hapa mnaweza mkaitumia. Lakini hivi kuna fursa ya hiyo tunazungumza airport. Kujenga business complex, kujenga hotel kwenye maeneo ya airport ni fursa ambayo mnaweza mkaipata kwa utaratibu huu wa ubia. Kuna fursa kule Serengeti kule. Nazungumza kuna baadhi ya timu ya wawekezaji kwenye maeneo ya utalii walikuwa wanalalamika kuhusiana na changamoto ya barabara. Sasa najua kwamba kuna masuala ya ecology kule ambayo yanapaswa kuzingatia unapojenga barabara. Lakini bado hiyo ni fursa pia kwa sababu tayari serikali imeruhusu mwekezaji aje, anaweza akaruhusiwa kujenga. Ni investment kubwa, lakini nalipa sana ukizingatia trafiki kwa maana ya watu ambao wanatumia barabara hizo. Kuna fursa katika wilaya zote, maeneo ya parking, maeneo ya masoko, maeneo ya stendi. Maeneo yote ya parking, masoko na stendi hamuhitaji kusubiria fedha ya hazina kwa ajili ya kuyajenga, labda kama hayalipi kibiashara. Lakini katika picha pana na jumla kabisa ni kwamba haya maeneo yanapaswa jengwe na kampuni binafsi tena za ndani kwa sababu sio mtaji mkubwa, uko less than $20 million. Ni stendi, soko, parking ni mitaji midogo ya less than, mingine hata $1 million, nyingine $2 million. Na kama nilivyozungumza kwamba kwenye sheria ya ubia ukiwa na mradi chini ya dola milioni 20, mchakato yake ni rahisi mno kwa sababu haisubiri bodi ya ubia kwa maana PPP Steering Committee. Ni wewe mwenyewe mamlaka ya serikali hapo unachakata. Sisi tunakusaidia jinsi gani tu ya kuchakata. Unaweza kuchakata mradi in 1 to 2 months kwa kumaliza na ukasaini kabisa huo mradi. Kwa hizi ni fursa kwenye halmashauri zote, manispaa na halmashauri jiji katika mkoa, katika jiji hili la Arusha. Nimezungumza kuhusiana na hostel kwamba hostel ni fursa. Ni fursa kwa maana kwamba serikali inajenga hostel, lakini wanafunzi wanalipia zile hostel. That means
kuna appetite ya mwekezaji kufanya. Na kwa kuwa kwa mfano malipo kwenye hostel za serikali, wanafunzi kuna miongozo ya walipe kiasi gani, sheria ya ubia imetoa fursa ya kwamba kama serikali inatoa bei elekezi ya kiasi gani kilipwe, ile hesabu yako ya kibiashara, hii financial model itaonyesha kwamba jamani, nikitoza shilingi 100,000 kwa mwezi haitolipa, ila 120,000 inaweza ikalipa. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba inajenga kitu kinaitwa viability gap funding, VGF, kwamba kuna tofauti ya mapato ambayo itajitokeza kama nikiwekeza katika mradi wa namna hii. Kwa serikali imeruhusiwa kisheria kutoa contribution, government capital contribution to private sector au private company kwa ajili ya kuimprove commercial viability ya mradi husika. Kwa hiyo waheshimiwa wawekezaji, kuna fursa za maeneo hayo, na nashukuru nazungumza mbele ya waziri wa TAMISEMI pia ambaye ni bosi wa mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa, kwamba kuna miradi mingi ya TAMISEMI ambayo kwa kweli hatupashi kuendelea kabisa kutumia fedha ya hazina kuitekeleza. Labda kama sasa imethibitika kwamba hakuna mwekezaji ambaye ana interest. Miradi ya stendi, miradi ya masoko, miradi ya parking, baadhi ya miradi ya hostel. Achilia mbali sasa umaalumu wa Arusha, kama nilivyozungumza kwamba Arusha ina umaalumu wake katika utalii na inaweza ikafanya makubwa katika utalii. Na sio hiyo tu, hata kilimo. Kwamba Arusha ukiacha Njombe wanalima avocado. Wakipata mwekezaji mkubwa wa kujenga infrastructure kwa ajili hiyo, ikarahisisha hao wakulima kuweza kutumia hizo facilities ambazo mwekezaji ameziweka, ni ubia tayari. Kwa ubia ni pale tu ambapo ni jinsi unavyofikiria structuring, ni jinsi unavyofikiria namna ya kuseti hayo mahusiano ya kati ya mwekezaji pamoja na serikali. Nishaiba dakika 15. Kwa hiyo nashukuru sana kwa jinsi ulivyofafanua.